kuna muswada nimeushika hapa mkononi tarehe 20, mnamo tarehe 20 mwezi huu Mei, siku 6 zilizopita, kwenye bunge au seneti ya Marekani, wabunge wawili akiwemo Mheshimiwa Jeanne Shaheen ambaye ni kiongozi wa upinzani anatokea chama cha Democrat, lakini vile vile na Mheshimiwa Ted Cruz ambaye ni mbunge kiongozi anayetokea chama cha Republican, walitebo muswada katika bunge au seneti ya Marekani ambao kwa kifupi sana unasema kwamba muswada huo unaitaka serikali ya Marekani kuwekea vikwazo, baadhi ya vikwazo serikali ya Tanzania kutokana na kile walichosema ni kurudisha nyuma demokrasia, lakini vile vile na political repression ambayo ni unyanyasaji wa kisiasa uliotokea Tanzania katika kipindi cha uchaguzi wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kumnukuu Senator Ted Cruz kutoka kwenye hii taarifa ambayo alisema the government of Tanzania is carrying out a campaign of political repression and religious persecution. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpaka hapa nilipofikia huu muswada sasa hivi uko kwenye hatua ya kujadiliwa kwenye kamati yao ya mambo ya nje. Hawa ni viongozi wawili wa upinzani na wa serikali wa vyama vya Democrat na Republican ambao wako kwenye kamati yao pia ya mambo ya nje kule Marekani. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nilikuwa naomba kuchangia kwamba muswada huu ni sio mzuri kwa serikali yetu. Kwa hiyo tuuchukulie kwa umakini na umuhimu wake. Katika mswada huu Mheshimiwa Mwenyekiti umeelezea vile vile kwamba kama alivyosema Senator Ted Cruz kwamba Tanzania tunakosa uhuru wa kuabudu na vile vile kuna unyanyasaji wa kisiasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi sote tunafahamu nchi yetu tunaishi kwa udugu na dini zetu zote tunaingiliana mpaka katika kuoleana kwenye dini. Kwa hiyo lakini vile vile kwenye uchaguzi ule wa tarehe 29 tayari serikali yetu chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan imeishachukua hatua kwa yale yaliyotokea kama alivyosema mwenyekiti wa kamati, na kwamba wale wote waliotajwa watafikishwa kwenye tume ya jinai na kuchukuliwa hatua. Lakini vile vile Mheshimiwa Mwenyekiti, muswada huu una athari kubwa sana ya mahusiano baina ya hizi nchi zetu mbili, na vile vile utachangia katika kuturudisha nyuma sisi kama Tanzania kwenye diplomasia yetu ya uchumi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mahusiano ya nchi yetu hizi mbili, labda kwa ambao hatufahamu kihistoria, yalianza punde tu baada ya Tanganyika kupata uhuru mwaka 1963. Mwalimu Nyerere alienda kutembelea Marekani, New York, kwa mwaliko wa aliyekuwa rais wa Marekani then John Fitzgerald Kennedy, na pale walijenga uhusiano wa karibu ambao mpaka sasa hivi ndio tunajivunia. Tanzania na Marekani tumekuwa marafiki wa karibu sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nilikuwa naomba kutoa rai na kupendekeza kwamba tuwasihi wizara yetu kupitia waziri wetu wa mambo ya nje na viongozi wana diplomasia na wataalamu wake, tuwasihi Marekani tuendelee kwa pamoja kuenzi uhusiano wetu huu muhimu sana kwa nchi zote mbili. Mheshimiwa Mwenyekiti, athari za kupoteza uhusiano huu kwa nchi yetu sisi ni kubwa sana, lakini vile vile nilikuwa naomba kupendekeza na kamati, kwa sababu sasa hivi huu muswada uko kwenye kamati yao ya mambo ya nje, haujafika kwenda kupigiwa kura kwenye bunge lao, na utakapofika kwenda kupigiwa kura muswada huu utawekea vikwazo Tanzania. Vikwazo vitawekewa utawekwa vikwazo Tanzania takriban 8, vikiwemo vikwazo binafsi kwa baadhi ya viongozi
na vyombo vyetu vya usalama. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba mpaka sasa hivi, kwa mfano Watanzania kwa mwezi tunapewa visa Watanzania 50, lakini Wamarekani wanaruhusiwa kwenda Marekani, wanaruhusiwa kuja Tanzania 12,000. Naomba wizara yetu ilichukulie hili kwa umakini, na ni Mheshimiwa Waziri, ni kuombe ukija hapa kwenye hitimisho utueleze. Nafahamu kutakuwa kuna hatua tayari zimekwisha chukuliwa kuhusiana na hili swala ili tuelewe kinachoendelea. La ikiwezekana vile vile hata kuichukua kamati yetu ya mambo ya nje iende Marekani kuliongelea hili, tutumie diplomasia kulikamilisha ili lifikie hitimisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutoa hiyo, naomba kuunga mkono hoja. Asante sana. Mheshimiwa Waziri, na mimi nilipitia mswada ambao umewasilishwa kwenye kamati ya bunge ya mambo ya nje. Hili ni jambo kubwa. Hatuzungumzii taarifa, tunazungumzia mswada ambao ukipigiwa kura na kamati unapelekwa kwenye bunge la Seneti la Marekani, inageuka kuwa sheria. Mheshimiwa Waziri, natambua sisi wa Tanzania tuna mahusiano ya kihistoria na Marekani na tuko tayari kuyalinda kweli mahusiano ya kidiplomasia, na sisi tutakuwa wa mwisho kuvunja mahusiano ya kidiplomasia na nchi yoyote, lakini tunatambua taifa hili ni huru. Kuna mambo ambayo sisi kama taifa kwa katiba yetu, kwa sheria zetu tuna uwezo wa kushughulika nayo, na tunawaomba watu wachache wanaotaka kuvunja heshima, tamaduni, mamlaka kamili ya nchi yetu wasitumie kigezo hicho kutaka kujinufaisha kisiasa. Mheshimiwa Waziri, tulitarajia wenzetu wangewasiliana na kamati yetu ya bunge ya NU kabla ya mswada huo kufikisha kwenye kamati inaenda kuwa sheria. Leo unasema unapeleka mswada huo sheria kufuta visa kwa viongozi wa Chama cha Mapinduzi ambao wengine ni wahanga wa matukio hayo ambayo wao wanayarifa. Viongozi wa Chama cha Mapinduzi, unazungumzia kuondoa visa viongozi wa ulinzi wa taifa letu ambao hakuna natural justice, hawakuhojiwa popote, hawakupewa fursa kama serikali kupitia wizara husika kutoa statement ya serikali kwenye kamati. Hili si jambo jema, linataka kwenda kuharibu taswira na kuharibu mahusiano ya kidiplomasia kati ya nchi yetu na Marekani. Lakini kwenye hayo mambo anayoyarifaa Daktari Samia Suluhu Hassan chini ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya mahakama zetu wanazozihukumu mahakama, leo majarada 213 yamefungwa. Leo watuhumiwa 1736 wameachiwa, wako huru. Ni jitihada za mwanadiplomasia namba moja, ni jitihada na haki zinazosimamiwa na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Leo watu wameachiwa huru kwa matukio ya Oktoba 29. Mheshimiwa Waziri, mimi na uhakika hawana taarifa sahihi, wana taarifa za upande mmoja. Leo tunazungumzia kukuza demokrasia. Sisi tumechaguliwa, tuliuza ilani. Ukienda ukurasa wa 33, 32 wa ilani yetu inazungumzia amani, utulivu, kuendeleza uhusiano wa kidiplomasia sisi na mataifa mengine. Ilani yetu inazungumza kuendeleza utawala wa kidemokrasia kwenye ilani hii ya Chama cha Mapinduzi ambao ndio msafu wetu. Sisi tukaenda kupigiwa kura na wananchi. Sisi tumejua tumepewa jukumu la kuongoza nchi hii, tumeiuza ilani, tuko kuilinda katiba, tupo kufata sheria, tuko tayari kufata utawala bora ambao sisi kwenye ilani yetu tumeuzungumzia. Leo ikitokea taifa lingine ambao sisi pia hatuwezi kwenda kuhoji vyombo vya ulinzi na usalama, vyombo vya kisheria vilivyopewa mamlaka ya kikatiba kwenye mataifa yao,
kwa sababu tu kuna watu wana interest ya kesi moja, wanasahau kuna kesi nyingi mahakama hizo za watoto wa masikini zimewaachia huru. Mheshimiwa Waziri, leo tunazungumzia, watu wanazungumzia, wanarifaa katiba mpya. Sisi kwenye ilani yetu tumeiweka. Rais wakati anahutubia bunge kwa mara ya kwanza amesema kabla hajamaliza utawala wake atahakikisha nchi na katiba mpya. Haya mambo Mheshimiwa Waziri, wizara yako iende ikawaeleze na kamati yetu ya bunge. Mheshimiwa Spika, na wewe ni mwanadiplomasia namba 1, ulikuwa kwenye kamati hii. Sisi tuko tayari kukupa ushirikiano kuhakikisha tunailinda nchi yetu kwa gharama yoyote. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, misingi ya uhusiano ya kimataifa na sera yetu ya mambo ya nje, we are non-aligned movement nation. Mheshimiwa Spika, sisi ni taifa tulisilofungamana na upande wowote, na misingi yetu ya sera yetu ya mahusiano ya mambo ya nje, na waziri, ninakushukuru, umetamka bayana, tumejikita katika kulinda mamlaka kamili ya nchi, mipaka ya nchi na uhuru wa kisiasa wa taifa letu. Mheshimiwa Spika, nataka nikukumbushe mwaka 1961 Tanzania ilipopata uhuru, hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipofanya ziara ya kwanza nchini Marekani kwa mwaliko wa Rais Kennedy, alipotoa hotuba katika ikulu ya Marekani kwa vision alizokuwa nazo hayati baba wa taifa Mwalimu Nyerere, Rais Kennedy alitoa kauli ya kusema anamfananisha Mwalimu Nyerere na mipango na vision ya Tanzania kama George Washington, rais wa kwanza wa Marekani, baba wa taifa la Marekani. Mheshimiwa Spika, kwa nini ninayasema haya? Nataka nikuhakikishie, kwanza, huo mswada, ndugu zangu, na mimi nimebahatika kuona mswada huu. Nataka niliambie bunge lako Mheshimiwa Spika, ni rais huyu Daktari Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani, jambo la kwanza alilolifanya rais wetu, wa bunge, naomba tuwe na kumbukumbu. Ninaomba tuweke kumbukumbu sawa duniani, ili kusudi tusije tukaruhusu heshima ya taifa letu, heshima ya rais wetu ikachezewa na mataifa baadhi kwa maslahi ambayo yanaweza yakafanya rais wetu na nchi yetu na viongozi wetu wakawa wanyonge. Mheshimiwa Spika, nataka nikukumbushe, katika kulinda uhuru wa kidemokrasia, katika mambo ya nje, Rais Samia alipoingia madarakani akiwa rais, ndiye rais wa kwanza alikwenda kuwatembelea hata wapinzani waliokuwa wametoroka na kukimbia taifa hili. Mheshimiwa Spika, Rais Samia alipoingia madarakani, kuna baadhi ya wanasiasa hawakuwa hata na passport. Rais Samia alitoa maelekezo, wakapewa mpaka hati za kidiplomasia kuwa huru kuzunguka dunia yote. Mheshimiwa Spika, Rais Samia alipoingia madarakani, kwa kulinda uhuru wa vyama vya siasa Tanzania, aliondoa katazo la mikutano yote ya hadhara iliyokuwa inakabili vyama vya kisiasa Tanzania. Vyama vyote vikapewa uhuru wa kufanya mikutano ya siasa. Mheshimiwa Spika, Tanzania ina wastani wa makanisa yasiyopungua 4,000. Ina wastani wa makanisa yasiyopungua 4,000, na 98% ya makanisa hayo ni ya mtu mmoja mmoja, ukiachia makanisa ya kitaasisi. Nataka nilipe bunge lako tukufu, nimesoma mswada huu kusema kwamba Tanzania inafanya religion persecution. Taarifa Mheshimiwa Spika. Napenda nimpe taarifa msemaji kwamba pia rais huyu alikuta walikuwa hawana ruzuku vyama vya upinzani, akawapa ruzuku. Mheshimiwa Kingu, taarifa naipokea. Mheshimiwa Spika, taarifa ninaipokea, lakini ninakwenda mbali kwa kuongeza, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan chini ya uongozi wake tumeshuhudia religious liberty kwa hali ya juu. Leo hii rais anaweza kwenda kwenye kanisa akafanya donation
Muislamu anaweza kwenda kanisani akafanya donation. Mheshimiwa Spika, taifa hili halina mambo ya kutesana kidini. Mheshimiwa Spika, taifa hili halina mambo ya kutesana kidini, na ndio maana leo tunazungumza hapa. Pembeni yangu amekaa mbunge Muislamu, pembeni yangu amekaa mbunge Mkristo. Tumekaa, ndio taifa la kwanza Afrika ambalo naweza nikasema kwa ujasiri tumeweza coexist between the two big religions. Hatuna religious persecution. Mimi ninayezungumza hapa, my mother is a Muslim, I'm a Christian. Hapa ninayezungumza. Mheshimiwa Spika, tunaoleana kati ya Waislamu na Wakristo. Ninaomba kwa heshima kubwa, Mheshimiwa Kombo, wewe ukiwa kama waziri, fanyeni kila linalowezekana. Na mimi siwalaumu wale wa maseneta wa Marekani. Inawezekana wamepata habari ya upande mmoja. Mheshimiwa Spika, kwa heshima na taadhima, mimi ninajua wewe pia ni mwanadiplomasia mahiri. Fanya mpango, Mheshimiwa Spika wangu, ongozana na Waziri Kombo, nendeni mkakae na kamati ya foreign ya Marekani. Sisi Tanzania, we need Americans. Sisi wa Tanzania tunawahitaji wa Marekani, na wa Marekani wanahitaji Tanzania. Sisi Tanzania tunahitaji European Union wanahitaji Tanzania. Sisi Tanzania tunahitaji Asia, na Asia wanahitaji Tanzania. Tunamhitaji Mchina as Chinese wanatuhitaji. Tunamhitaji Mrusi na Mrusi anatuhitaji. Tunamhitaji Muirani na Muirani anatuhitaji. Tunamhitaji Muisrael na Muisrael anatuhitaji. We are the non-aligned movement nation. Tunaomba kwa heshima na taadhima, heshima ya taifa letu Tanzania, tuendelee kufanya diplomasia ya win-win situation. Diplomasia ya wao kuja kuwekeza na sisi kuwa na masoko kwenye nchi zao. Hakuna mtu hata mmoja kwenye taifa hili anawachukia wageni. We are brothers and sisters, European Union, to Pacific, to Asia, to Indonesia. We are one people. Tujenge mazingira, Mheshimiwa Spika, ya dunia itakayokuwa salama, dunia isiyo na ubabe, dunia isiyochukulia baadhi ya mataifa madogo na kutaka kuyaonea. Kwa taifa langu Tanzania, we will protect this nation with all our strength, na Mungu atusaidie. Mheshimiwa Spika, mwisho Mheshimiwa Spika. Asante Mheshimiwa Kingu. Hoja. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Ujenzi wa nchi ni historia na unachukua muda mrefu, na katika historia hiyo kuna uwezekano wa kupitia milima na mabonde, nyakati njema na nyakati mbaya, nyakati nzuri na za furaha na wakati mwingine nyakati za huzuni. Na nahodha mzuri anapimwa wakati wa dhoruba. Nchi yetu imekuwa na miongo kadhaa ya kujenga historia yetu na mahusiano yetu na marafiki zetu. Ndio maana ninawapongeza marais wa nchi hii. Katika misukosuko, katika raha, bado diplomasia ya nchi yetu imeendelea kushamiri. Na Rais Samia ameonyesha kwa vitendo kabisa. Tulipopitia mawimbi, rais amesimama imara, ameonyesha uzalendo, na hili limepeleka salamu duniani kwamba hata kama tukipitia matatizo, bado tuna uwezo wa kushughulikia matatizo yetu wenyewe. Na hili limempa heshima rais wetu, na hili linatupa sisi kumuunga mkono rais wetu kwa kazi anayofanya. Sasa nataka kuiomba wizara mara kadhaa tuwakumbushe marafiki zetu kwamba tuko tayari kushirikiana nao kama marafiki zetu kuzitatua changamoto mbalimbali tunazopitia. Lakini muhimu wakumbuke, nchi hii iko huru, ilipata uhuru wake. Uhuru wetu hatukupewa kama zawadi, tulipambana tukapata uhuru wetu. Tuko huru wa uheshimu uhuru wetu, tunaheshimu mchango wao, tunathamini mchango wao kwa kushughulikia changamoto tulizonazo, lakini waje wakijua nchi iko huru na wauheshimu uhuru wetu. La pili,
marafiki zetu waje, lakini muhimu wakumbuke, wasitumie changamoto tulizonazo kutunyanyasa, kutukandamiza, kutuonea, kutudhalilisha. Watumie fursa tunaowapa ya sisi kufanya nao kazi kwa heshima, nidhamu na upendo. Nchi hii tumekuwa na mahusiano na hawa marafiki kwa miongo kadhaa. Changamoto za siku moja, mbili, tatu haziwezi kupima uhusiano wetu na wao kwamba eti ndio msingi wa uhusiano wetu. Na nataka kuwaomba Watanzania, historia ya nchi hii itajengwa na Watanzania. Tulinde nchi yetu kwa wivu mkubwa, tuitetee nchi hii kwa wivu mkubwa. Tusiruhusu mtu kutudhalilisha, mtu kutuonea, mtu kutunyanyasa, na isitumike fimbo ya changamoto tulizonazo kutupiga. Hilo tuseme hapana. Na niombe wizara hii mara kadhaa tuwakumbushe, iwe ni mataifa makubwa, iwe ni madogo, wote tuko sawa mbele ya diplomasia. Kwa hiyo waje tushirikiane, tufanye nao kazi. Na waziri, umefanya kazi nzuri, umetembelea mataifa kadhaa, na na hakika utakwenda kwenye mataifa mengine. Naendelea na msimamo huu, hatufungamani na upande wowote, lakini watuheshimu wanapokuja kufanya kazi na sisi. Wazingatie hii nchi ni huru, wahakikishe kwamba wanaheshimu uhuru wetu, watuheshimu, wasitudhalilishe, watutendee haki. Mheshimiwa Spika, naunga mkono hoja. Asante sana na kushukuru. Asante yangu. Kwa hiyo natumai utazipokea kwenye Hansard wewe mwenye hukuwepo hapo, lakini naomba Mheshimiwa Spika, nianze kwa kuwashukuru sana waheshimiwa mwenyekiti wa kamati yetu Mheshimiwa Najma Giga kwa mchango wako, Mheshimiwa Mariam Anzuruni Mungula, Mheshimiwa Nape Nnauye, Mheshimiwa Esther Bulaya, Mheshimiwa Elibariki Kingu Singida, Mheshimiwa Ado Shaibu kwa mchango wako mzuri sana, na Mheshimiwa Naibu Waziri Jumane Magembe. Naomba kwa ujumla kwanza nianze kwa kusema kwamba katika siku mimi nimefanya kazi na Mheshimiwa Rais hapo awali akiwa waziri na mimi nikiwa naibu waziri kule Zanzibar. Katika siku mlomsuuza Mheshimiwa Rais kwa michango yenu, mimi katika historia yangu ni leo. Naomba niseme mmempa zawadi ya kutosha ya Idi, hiyo inakuja kesho. Maana sisi kazi yetu kubwa ni kukinga yale yanayokuja kwa Mheshimiwa Rais. Na hivi karibuni imekuwa rais wetu anasemwa sana, anachorwa, matukio yaliyotokea, lawama zote zimepelekwa kwa Mheshimiwa Rais, wakati yeye amefanya kazi kubwa ya kikatiba kutulinda sisi sote kuwa na uhai na familia zetu na watoto wetu katika nchi hii. Mimi nilibahatika kukutana na Mheshimiwa Rais siku 5 zile baada ya uchaguzi na kupata ushindi wa kishindo. Akanikabidhi kazi ambayo siwezi kuisema hapa, lakini ikiwa kazi nzito sana, kwa sababu Tanzania iliingia dosari, iliingia alama mbaya duniani ambayo haijawahi tokea uhuru wetu wa mwaka 61. Na walioingiza ile ni sisi wenyewe wa Tanzania, sio rais wetu. Sio rais wetu. Hilo mimi nitalisema popote bila kutafuna maneno. Kwa hiyo katika siku michango yenu leo mloitoa, mimi naomba nikiri nimeipokea, mapendekezo yenu yote nimeyapokea na naenda kuyafanyia kazi. Na hilo alilolitoa Mheshimiwa Nape Nnauye, Mheshimiwa mwenyekiti, wengi wametoa, ya Mheshimiwa Spika kuzungumza na bunge wenzao kule, mimi nitalifanyia kazi haraka iwezekanavyo. Kamati ya Nuhu kuzungumza na wenzao kule, nitalifanyia haraka iwezekanavyo. Haiwezekani maisha sisi tuwe tunasemwa, hoja hujibiwa kwa hoja. Na sisi tunataka kujibu kwa mujibu wa sera yetu ile ile, kirafiki, kwa upole, kwa amani,
ulezi wote aliotupa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere sisi ndio tutakwenda nao. Kwa hiyo naomba nikubaliane na michango yenu yote, hakuna hata mchango mmoja mbaya, hata uhadhi maalum nitautolea jibu pia hivyo. Michango yenu yote mizuri naomba nikubaliane nayo, na Mheshimiwa Rais ana vyombo vingi, nyewe mnajua vyombo vingine vimo humu ndani, kila mmoja anawasilisha kwa mujibu wa ripoti yake, kwa mujibu wa taaluma yake. Chombo chingine kinaangalia ulinzi, chingine kinaangalia usalama, lakini mimi naangalia diplomasia. Haya michango yenu tutaiwasilisha kidiplomasia kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kwani michango ni mizuri sana. Mheshimiwa Spika, baada ya kutoa hiyo ya kukubali yote hayo, naomba nitoe nukuu ndogo katika ripoti ya mwenyekiti ambayo imenigusa sana mimi binafsi katika ukurasa wake 12. Na hii nataka kuisema, naitoa nukuu hii kwa mantiki maalum. Amezungumza, Mheshimiwa Spika, mafanikio hayo na nukuu yamechangiwa pia na hatua na nia thabiti ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye kwa dhamira yake alipoingia tu madarakani alianza na R4 na kutoa mkono wa kheri kwa wanasiasa wote nchini, viongozi wa dini zote na asasi mbalimbali za kiraia. Hatua hiyo ilivyowavutia watu mbalimbali duniani na mataifa kushirikiana na Tanzania na vyama vya siasa na makundi ya dini na asasi za kiraia na wengine wote kwa namna mbalimbali. Hivi ndio Tanzania ilivyo. Tunawaahidi, na mimi nawaahidi mbele yako Mheshimiwa Spika na bunge lako tukufu, wote alivyosema Mheshimiwa Nape na huyo wanaotaka kutumia udhaifu wetu mdogo uliotokezea kuikandamiza, kuinyanyasa, kuionea Tanzania, tutakwenda nao kwa jibu hili zuri sana la kidiplomasia ambalo Mheshimiwa Mwenyekiti Najma Giga umewasilisha. Naomba nikiri Mheshimiwa na kupongeza hii hotuba ya inaitwa taarifa ya kamati ya kudumu. Sisi tutakitumia hichi kitabu kama kitabu chetu cha kazi, kwa sababu content zake zimepangika vizuri, chapter zake zimepangika vizuri, lakini maelezo yake yako vizuri. Hii tutatumia kama sehemu yetu ya kazi. Mheshimiwa, nimshukuru Mheshimiwa Najma Giga tena, tumepokea yale yote na maelezo yake tumeagawa katika jedwali ya kwenda kuyafanyia kazi, kwa sababu mengi aliyoeleza ni ya kwenda kuyafanyia kazi na kutekeleza, na naamini Wizara ya Fedha watatupa mashirikiano ya kutosha, maana mengi yanahusiana na fedha. Tusingeweza kujenga hizo kuta, tusingeweza kujenga hayo majengo, tusingeweza kuzungushia viwanja vyetu. Tuna viwanja 105 sisi duniani. Katika nchi inayoongoza kwa utajiri, naweza kusema 10 bora, Tanzania imo ya kuwa na viwanja nje ya nchi. Tanzania imo. Pili, Mheshimiwa Spika, tumepokea pongezi zote, tumepokea ushauri wote, tumepokea hayo tulioelezwa kutekeleza. Naomba moja niliongeze hapa kwa Mheshimiwa Mariam Anzuruni Mungula, na hili naomba kidogo nitoe elimu. Niruhusu Mheshimiwa Spika kutumia dakika chache tu kutoa elimu kwa yale aliyoeleza. Yuko sahihi kabisa na naungana mkono naye, na ameeleza vizuri, nimpongeze, amefanya research nzuri. Serikali ya Marekani ama bunge la Marekani lina haki. Kuna na milango mitatu kama sisi. Kuna judiciary, executive na legislative. Judiciary kazi yake haisemi, inatekeleza, inatoa hukumu. Kazi ya kusema hasa ni ya bunge, legislative. Ndio kazi yake ya kusema mwanzo. Serikali iko kati na kati, inatekeleza. Kwa system ya Marekani, legislative ana haki ya kupendekeza jambo lolote. Kumfungia mtu, kumfungia rais, kumfungia mjomba, kumfungia shangazi. Ina haki hiyo ya kuwasilisha hoja, legislative. Navyoelewa mimi kwa elimu yangu ndogo, legislative hujibiwa na legislative. Leo mmeifanya kazi hiyo. Mheshimiwa Nape, hongera sana. Legislative hujibiwa na legislative. Nu hujibiwa na nu, na kamati ile iliyotoa ni ya nu. Mheshimiwa Senator Ted Cruz na Mheshimiwa Senator Jean Shaheen ni bipartisan, vyama viwili tofauti, lakini wamewasilisha muswada, draft ya awali, muswada ya awali katika kamati ya nu.
Kwa utaratibu wao NU inapiga kura kule. Ikishapiga NU kura ndio inacheremka bondeni. Bondeni ndio hapo kwenye wabunge wote. Sasa hatua ya kupigiwa kura katika kamati ya NU bado haikufikia, na nishukuru na niseme wawakilishi wa Marekani wako hapa leo, wapo juu pale. Mkitaka nitawasimamisha mtawaona. Na bahati nzuri serikali ya Marekani leo nawashukuru sana, wameleta Waswahili kwa sababu wametaka kupata neno kwa neno. Tafsiri ya Mheshimiwa Alibariki Kingu hawakutaka itofautiane hata herufi moja. Wameleta Waswahili wenzetu, majina yao tunayo, wako pale juu. Nilikuwa naomba majina yao, nimeshaletewa pale wakati nimekaa, wako pale juu. Wao wataandika neno kwa neno kuwasilisha, lakini mbali ya wao kuwasilisha, na sisi pia tutawaandikia wenzetu. Naamini kwa kuwa walokuja ni Watanzania, naamini hawana masuala ya dini wala hawana masuala ya vyama vya siasa. Naamini hivyo. Wataandika neno kwa neno lilotolewa na kila mjumbe aliochangia kwenye hoja hiyo. Mheshimiwa Alibariki Kingu, Mheshimiwa Nape Nnauye na Mheshimiwa Mariam Anzuruni Mungula. Neno kwa neno, kwa sababu yale mliozungumza yana mantiki nzito. Na pia watatoa mapendekezo yenu kwamba sisi tuzungumze ili tupate miadi na wao wenzetu watukubalie ile miadi. Kwa sababu spika huyu hawezi kwenda kule bila miadi. Ana heshima zake, ana kinga na fursa katika bunge hili kwa mujibu wa kanuni. Kwa hiyo na sisi Wizara ya Mambo ya Nje hatuwezi kumpeleka bila miadi. Lakini tumepokea, tutalitekeleza, na naamini wenzetu hawa leo, na mimi nayatamka haya maksudi ili iingie kwenye Hansard wapate kuandika vizuri. Naamini wataandika nukta kwa nukta nini Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imezungumza katika michango yake kuchangia spichi ama hotuba ya bajeti ya Wizara ya Mambo ya Nje. Leo katika siku ambayo mmetusaidia kazi kubwa, sisi mmeeleza vizuri na kutupa nguvu ya kufanya hii kazi yetu. Mmetupa nguvu sana. Unajua, ukisema peke yako, mbunge asiposema, nyinyi mmechaguliwa humu na wananchi kwa ajili ya kusema. Nyinyi ndio wasemaji wakuu wa wananchi. Hakuna jopo jingine katika nchi hii kwa mujibu wa katiba pahala pa kusema kama hapa. Hapa kila mtu ana mwakilishi, mvuvi ana mwakilishi, mlemavu ana mwakilishi, kila mmoja, kila mwananchi. Marekani hawapigi kura individual watu, wanaopiga kura ya rais pia ni bunge la Marekani, kwa sababu tunasema tayari tumeshakasimu madaraka yote kwa bunge, ndio wanaochagua kiongozi, na mabunge kadhaa mengine duniani yanafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo leo mimi niwashukuru sana waheshimiwa wabunge mliochangia, na naamini kauli zenu zinawakilisha wabunge wote wengine za kumuunga mkono rais wenu na sisi rais wetu, kiongozi wenu na sisi kiongozi wetu, kuweza kutekeleza leo katika siku mtakaokuwa mmempa nguvu Mheshimiwa Rais kusimamia masuala haya. Ni leo waheshimiwa wabunge, asanteni sana. Mheshimiwa Mariam Anzuruni Mungula tumeyapokea, tunaenda kuyafanyia kazi kwa mujibu wa taratibu. Huu ni stage ya mswada, tutaanza mawasiliano moja kwa moja kwa mujibu wa mapendekezo. Sote ni mashahidi, na mimi leo nimefurahi sana mmesema. Mheshimiwa Alibariki Kingu, nikushukuru. Tanzania hatuna ubaguzi wa kidini. Kule wanasema tunachinja watu wa dini fulani, tunachinja watu wa madhehebu fulani. Haki ya Mungu, mimi hawa manaibu waziri sijui madhehebu yao mpaka leo. Nimekaa nao muda wote, lakini sijui madhehebu yao. Hawa mbele yenu, na sijawahi kuwauliza wao, pia hawajui madhehebu yangu. Na wa challenge hawajui madhehebu yangu. Wanajua tu yule Muislamu, lakini hawezi kujua madhehebu yangu. Mheshimiwa Alibariki, umetoa mfano mzuri sana wa mama na baba. Sisi tunaoana, hatuna makabila. Mwalimu Nyerere alituambia utaifa wetu ni mmoja, Utanzania wetu ndio utaifa wetu. Utambulisho wetu ni Utanzania wetu, lugha yetu ni Kiswahili. Leo kila pahala anapokwenda Mtanzania duniani anajitambulisha kama Mtanzania, na tuna fahari. Mimi nina fahari kubwa sana kuwa Mtanzania. Tusikubali humu ndani kubaguana, wala nguvu yoyote ya nje ya kubagua sisi. Waliowasilisha hoja zao nimeuliza, wote wawili hawajawahi kufika Tanzania. Ili nimeuliza kama waziri wa mambo ya nje, washawahi kufika Tanzania? Hawajawahi. Nimeshatuma mwaliko kwa taarifa yenu kualika wote wawili waje kutembelea Tanzania. Tutawalipia sisi kila kitu, kuanzia malazi mpaka makazi. Waje kuona wapi tunachinjana, wapi tunapigana, wapi tunapaguana. Waingie kanisani, waingie msikitini, waone watu wanavyosherehekea harusi kwa pamoja.
waone watu wanapokutana kwenye misiba pamoja, waone watu wanapokutana kwenye huzuni, na kila jambo ambalo linawagusa wananchi wa Tanzania waweze kuona utaifa wetu na utambulisho wetu. Tumeshawaalika na barua ya kualika tumeshawaandikia, mkitaka ushahidi tutawasilisha. Niendelee kupokea yale yote aliyochangia Mheshimiwa Mariam Anzuruni Mungula juu ya hoja kujibiwa na hoja, lakini na nyinyi na kuombeni waheshimiwa wabunge kupitia kwako Mheshimiwa Spika, mkiona hizi hoja wakati mwingine msinyamaze sana, msisubiri mpaka ifike wakati wa mambo ya nje. Inapokuja hoja hii hoja imetoka tarehe 19. Inapokuja hoja kama hii, niwaombe kwa heshima na taadhima na kwa unyenyekevu, nyie ni sehemu ya mirengo mitatu, mna wajibu wa kikatiba katika ile mirengo mitatu. Nyinyi katika kanuni mnaruhusiwa kuja na hoja maalum. Wenzenu wametumia kanuni zao kuwasilisha zile hoja. Hoja wakati mwingine hujibiwa na hoja, na hoja hiyo ikiwa ya nuu inajibiwa na nuu. Ni muombe mwenyekiti, sisi tutakapopata taarifa yoyote tutakuwa tunawasilisha kwake. Tunafanya kazi kwa karibu sana na bunge, tunafanya kazi karibu sana na IPU. Mkutano wenu wa IPU ule unaokuja, sisi ni wadau, tumo kwenye kamati. Bila sisi nyinyi mtapata tabu kuwapokea wageni, maana tunajua namna kuwapokea wageni. Tunafanya kazi hiyo sisi. Wengine hujawahi kualika hata mtu mmoja. Sisi Mheshimiwa Rais kawalika marais 38. Kwa hiyo tuna experience kubwa sana kupitia kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo hayo yote naomba tumeyapokea, na Mheshimiwa Mariam Anzuruni Mungula nikushukuru sana, tutayafanyia kazi na yote kama ulivyopendekeza. Mheshimiwa Nape, kwako wewe, kupitia kwako Mheshimiwa Spika, kwanza wewe umerudi fresh from Brussels, hapo ulipo fresh from Brussels. Na Brussels ndio makao makuu ya European Union, na balozi wao yule pale Madam Grau yuko pale juu. Na sehemu ambayo Mheshimiwa Rais alinituma mwanzo kabisa kwenda mimi ilikuwa Brussels, kwa sababu hoja nzito ilipitishwa na bunge la Brussels. Na hoja hiyo unaijua, sitaki kuitaja hapa. Inaanzia na neno free. Free kwangu mimi maana yake bure. Kwangu mimi free maana yake bure. Si ndio? Neno free maana yake bure. Kwa hiyo tulikwenda tukaambia hoja hii iko kwa mujibu wa katiba, iko kwa mujibu wa sheria ya nchi, iko kwenye mhimili ambao hautakiwi kuingiliwa na mtu yoyote. Na hilo mimi natamka wazi, na kule European Union na kule wana Hansard yao waliturekodi. Tukakaa na spika, tukakaa na naibu spika, tukakubaliana kutokubaliana. Kila mmoja akamheshimu mwenzake. Wao wana msimamo wao na sisi umeeleza hiyo katika hotuba yao. Wao na heshima zao na sisi tuna heshima yetu. Wao na kunyima visa yao, sisi tutaamua tunataka kunyima nani na tunataka kumruhusu nani. Sisi mpaka sasa hivi hatuja declare, Mheshimiwa Rais na mwana diplomasia namba 1 haja declare kumnyima mtu yoyote visa ya kuja Tanzania. Tanzania ni nchi njema, tunawakaribisha wote. Sisi tunapata misukosuko. Tunapata bado misukosuko. Kuna B1, B2, B3, B4, B5. Tunapata. Na tunakwenda nayo. Naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu katujalia rais mwenye moyo mkubwa na uvumilivu mkubwa sana. Leo michango yenu imenifanya niseme zaidi kuliko kawaida yangu, kwa sababu imenigusa ndani ya nafsi. Wakati mwingine sisi huenda na mapendekezo makali, na sisi kama lugha yako iliyotumia kidogo Mheshimiwa Nape, nawe Mheshimiwa Rais huturudisha akatuambia tumieni busara na hekima. Ni ngumu sana kupata viongozi kama hao. Wengine tunaona wafurushiana huko makombora juu sasa hivi. Huyu karusha na yule karusha, huyu karusha na yule karusha. Lakini hapana, waziri, rudi, kakaeni tena, pangeni tena, fikirieni. Je, mtapata wapi rais kama huyo? Mtapata wapi kiongozi kama huyo? Tuendelee kumwombea Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa Nape, naamini ya kwako yote haya yamefika na sisi tutayafanyia kazi ipasavyo. Kuhusu sheria ya utumishi wa umma, mimi nimelipokea. Ni kweli tunapoteza sisi talent nyingi sana. Aidha tunapoteza, hawaendi kuchukua zile nafasi za nje kwa sababu wanaogopa cheo chake cha humu ndani atakuja kukipoteza,
au akishakwenda kule nje akirudi anafanyiwa frustration huku ndani, kwa sababu wale waliokuwepo wameshapanda kuliko yeye. Sasa wanaanza kumfrustrate, wanaambia wewe ndio kwanza umetoka Brussels, umerudi na vidudu, ngoja utaona sasa. Hili kweli limekuwa limeleta matatizo, lakini naomba nilichukue, tutafanya kazi na Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, wizara yake ndio inashughulika na sheria hiyo moja kwa moja, tutafanya naye karibu. Uwezeshaji atakaonipa yeye na mimi ndio utaniwezesha kupeleka idadi kubwa zaidi. Hizi nafasi ziko duniani, kila siku zinatangazwa na sisi tunaletewa, lakini watu wa ndani ukiwapelekea hawataki kwenda, kwa sababu wanaona ile pensheni yake alikuwa akishaikusanya miaka 20 ya 30 itapotea ama itaathirika. Na wako wahanga wengi sana walioathirika. Mmoja wapo katibu mkuu wangu yuko huku nadhani chini amesimama, amekaa huku, Balozi Samuel William Shelikindo alikuwa katika taasisi nyingine, aliporudi alipata shida sana, kwa hiyo akachelewa kupanda. Alikuwa ICGLR, Great Lakes, yeye ndo alikuwa mtendaji kule. Sasa mimi nimelipokea na tutalifanyia kazi. Lile la likizo bila malipo kwa kweli linawakwaza watu wengi sana, linawakwaza watu wengi. Tunampeleka mtu, tunatarajia atakwenda, atafanya kazi, atarudi as an asset kwa nchi. Tuanze kuinvest kuanzia sasa. Hilo Mheshimiwa tumelipokea na tutalifanyia kazi. Umeeleza mengi sana. Kweli tunapitia mengi Mheshimiwa, na tuendelee kumuunga mkono rais wetu katika CS sote, anayepitia mengi namba moja pia hivyo hivyo, kama manabii aliposema namba moja, basi anayepitia mengi namba moja Mheshimiwa Rais. Nchi yetu ilipofungwa yeye kalaumiwa, nchi yetu ilipopitia mtihani kalaumiwa yeye, lakini hajalaumiwa mzazi wa aliyemruhusu mtoto wake kwenda kurusha jiwe ama kurusha chupa ya petroli ama kwenda ku-attack. Hamna laumiwa mpaka sasa hivi, lawama zote zinakwenda kwake. Sasa jamani, wakati mwingine tumuoneni huruma kiongozi wetu, tumsemee kiongozi wetu, tumlinde kiongozi wetu, tumkinge kiongozi wetu. Sisi tumeapa hapa, neno la mwanzo katika kiapo chetu, naahidi naapa nitailinda. Inaanza na neno nitailinda, alafu inakuja mingine nitaitetea, nitaitekeleza, nitaisimamia mingine, lakini ya kwanza nitailinda. Sasa ukisema unalinda katiba, anayesimamia katiba mkuu ni nani? Namba moja mwenyewe, Mheshimiwa Rais. Hebu tumlinde kwa vitendo, kwa sababu amekuwa yanasemwa mengi, anaambiwa mengi, lakini mimi leo nishukuru mmetusaidia sehemu kubwa ya kuweka sawa. Umeeleza tunapitia mabonde na milima, tunapitia ukame na mafuriko, misukosuko mbalimbali. Nchi hii mara hii imepitia mambo ambayo hatujawahi sisi tokea 1961 kupitia. Lakini mimi nimshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa imani yake. Baada ya kuapishwa tu tulichelewa sisi kutoa taarifa zetu. Taarifa zilizokuwa zinatoka ni za udukuzi mwingine. Taarifa zilizokuwa zinatoka ni vya vyombo hizi mainstream media, wanatoa wanavyotaka wao. Waliotoa makaburi wametoa makaburi, waliotaka kutoa hivi wametoa hivi, kila mmoja kaunda taarifa yake. Baada ya kuapishwa Mheshimiwa Rais na baada ya kututeua, akanikabidhi barua 25 ambazo mimi nimekwenda nazo duniani kueleza nini kilichotokea Tanzania. Kote nilikokwenda mimi duniani nimeulizwa, kwa nini hamkuja mapema? Nikaambia tulikuwa kwenye uchaguzi. Kwa nini hamkuja mapema? Rais wetu alikuwa hajaapishwa. Kwa nini mlikuwa hamkuja mapema? Serikali ilikuwa haijaundwa, mawaziri bado hawajachaguliwa. Lakini kote nilikokwenda wakasema tumedanganywa sisi. Taarifa tulizoletewa sizo hizi alizoandika Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kalamu yake na amesaini kwa wino wake. Kuanzia siku hiyo Tanzania ilibadilika, wametukubalia mpaka Pope mkuu wa madhehebu ya Katoliki duniani mimi ndio nilotumwa kwenda. Mheshimiwa Palamagamba Aidan Kabudi tulikwenda naye pamoja, yuko hapa. Nilipo yeye Kingunge, kwa sababu yeye mavitabu yale, mahistoria, mavitu yale anajua zaidi yale, na akenda anabeba mafaili huku na huku, akianza kumsimulia Mwalimu Nyerere na 1961 alionekana yeye anaweza zaidi, maana mimi 1961 hata kuzaliwa sijazaliwa, wala mamangu hajaolewa bado. Yeye alionekana na kufika kule akampa Pope vitu vyake na Pope akatupa vitu vyake. Tukarudi hapa kwa mafanikio yameisha mpaka leo.
Sasa leo nchi yetu iko calm, iko cool, kila mmoja anakwenda kazini, kila mmoja anakwenda kutekeleza majukumu yake. Ya nini chokochoko jamani? Ya nini tunataka kurudi kwenye chokochoko? Tusha heal the nation. Kwenye taasisi za dini wote tusha heal, tunaponya taifa letu. Hakuna kumlaumu. Katiba imefanya kazi yake. Ukitoka nje hapo ukimrembea jiwe askari polisi, mrembea jiwe uone. General order yake inamwambia attack first. Katiba imetekelezwa, kila mmoja akafanya kazi yake. Sasa ya nini madukuduku haya ya kutoneshana? Tuliponye taifa letu. Mwenyezi Mungu ametujalia taifa zuri sana. Mwenyezi Mungu ametujalia, mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu kutujalia utanzania wetu. Tunatakiwa tuuringie utanzania wetu, tuendelee kuzungumza nao wote wanaochochea ama kuleta uchokozi wa aina moja au nyingine, na sisi tunaahidi tutaendelea kuwa engage diplomatically, kirafiki, kimahusiano mema. Mimi na mwakilishi wa balozi wa Marekani tunaongea vizuri sana. Kuna siku nilitumwa, mimi siendi sehemu bila kutumwa. Nimekwenda kusaini kitabu cha Iran cha kuomboleza, kwa sababu yule alikufa ni kiongozi. Kiongozi yule sio wa dini tu, wa taifa pia. Siku ya pili nikawa napokea nyaraka ya balozi wa Israeli. Sasa kuna gazeti moja likaandika, nilikuwa napokea nyaraka za uthibitisho wa balozi wa Israeli. Ikaambia hivi ndivyo Tanzania ilivyo. Sisi hatuna adui, wote ni marafiki zetu. Mataifa yote duniani ni marafiki zetu, na haturithi wala hatukubali adui wa mwingine, na hakuna mtu yote mwenye uwezo wa kulazimisha huyu adui wangu na wewe usiseme naye. Hapana, sisi kama kuchagua tutachagua maadui zetu wenyewe ambao hatuna. Mheshimiwa, naomba hiyo itoshe kwa kulijibu hilo. Mahusiano ya kihistoria tutaendeleza. Nije kwako Mheshimiwa, kwa kumalizia, Mheshimiwa Esther Bulaya, nikupongeze sana kwa mchango wako. Mimi nahisi wabunge mna wajibu wa kusemea taifa kama wanavyozungumza wale NU wakatuambia sisi tuna ubaguzi wa kidini. Nyinyi mna evidence kwamba hakuna ubaguzi wa kidini, hakuna ubaguzi wa kimadhehebu, kila mmoja ana practice freely. Ushahidi huo hakuna anayeweza kutoa zaidi ya bunge la Jamhuri ya Muungano. Hata serikali inakuja baadaye, baada ya bunge, kwa sababu nyinyi mko direct na wananchi, nyinyi mna link moja kwa moja na wananchi, nyinyi mmeletwa huku na kura za wananchi. Kwa hiyo mimi naomba waheshimiwa wabunge muendelee kulisemea taifa kwamba hatuna sisi ubaguzi wa dini, na yale yote yaliyoandikwa katika huo mswada uliotajwa, yako mambo 8 yameandikwa, nyinyi ndio wa kusemea yale yote hatuna.